أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa na mizani popote mlipo. Kwanza kabisa leo ni siku ya Ijumaa tarehe 27 ya Juni 2025, lakini pia leo ni siku ya kwanza ya mwaka mpya wa Kiislamu Muharram, na leo hii ni tarehe 1 mwaka 1447 kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu. Taarifa tulizonazo, kwanza ni Hamas, harakati ya ukombozi wa taifa la Falastini, imeapa kwamba itaendeleza kuwaua wanajeshi wa Israeli baada ya shambulizi la kuvizia na kuwaua makomando 7 wa Israeli huko Gaza. Taarifa ya pili ni ile ya Netanyahu, waziri mkuu wa serikali ya Kizayuni ya Israeli, akitoa taarifa ya masikitiko baada ya kuuliwa wanajeshi wake takriban wiki nzima iliyopita. Taarifa nyingine ni ile ya kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, akisema kuwa Irani itajibu mashambulio yoyote yatakayofanyika kutoka ama Marekani au Israel, huku akisisitiza kuwa Iran haiwezi kutetemeshwa wala kubabaishwa na taifa la Marekani. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema Iran ina uwezo wa kujibu shambulio lolote litakalofanywa na Marekani kwa kuzipiga kambi zake za kijeshi kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Amesema hayo katika hotuba yake ya kwanza tangu vita vilipositishwa kati ya Iran na Israel, na kuongeza kuwa shambulio lolote dhidi ya Iran litajibiwa kwa gharama kubwa zaidi. Khamenei ameeleza pia kuwa rais wa Marekani Donald Trump alitia chumvi nyingi kuhusu madhara ya mashambulizi ya Marekani katika vinu vya nyuklia vya Iran. Halikadhalika, kiongozi huyo mkuu wa kidini na kisiasa amesema Iran haitasita kujibu mashambulizi yoyote ya Marekani kwa kuvilenga vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko katika eneo la Mashariki ya Kati. Imam Khamenei amesema kuwa kwa kuzingatia uwezo wa kufikia maeneo muhimu ya Marekani katika Mashariki ya Kati na kuchukua hatua dhidi ya maeneo hayo si jambo dogo. Katika hotuba yake ya kwanza ya televisheni tangu kusainiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Israel, Khamenei amesema kuwa mashambulizi yoyote dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu yatakuja kwa gharama kubwa, akitaja kuwa Iran tayari imelenga kambi kubwa zaidi ya kijeshi ya Marekani Mashariki ya Kati iliyoko nchini Qatar baada ya Marekani kujiunga na mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Kama ilivyokuwa katika kauli zake zilizopita zilizotolewa zaidi ya wiki moja iliyopita wakati wa siku 12 za mashambulizi ya Israel, alizungumza kutoka eneo lisilojulikana mbele ya pazia zenye rangi ya kahawia katika bendera ya Iran na picha ya mtangulizi wake Ayatollah Ruhollah Imam Khomeini. Aidha, Khamenei amesema kuwa kuzingatia uwezo wao wa kufikia maeneo muhimu ya Marekani katika Mashariki ya Kati. Katika moja ya matamshi yake, rais wa Marekani alisema kuwa Irani lazima ijisalimishe. Hili halihusiani tena na urutubishaji wa urani au sekta ya nyuklia pekee, ni juu ya kulazimisha Irani kunyenyekea. Bila shaka kauli kama hiyo ni kujitutumua mno kutoka katika kinywa cha rais wa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alipoulizwa siku ya Jumatano Juni 25 iwapo Marekani ingeishambulia tena Iran, alijibu ndio, ikiwa Irani itatengeneza upya mpango wake wa kurutubisha madini ya urani. Maafisa wa Irani wamekosoa vikali shirika la kimataifa la nishati la atomic IAEA kwa kushindwa kulaani mashambulizi dhidi yake. Huku haya yakijiri, mamlaka ya Irani yenye jukumu la kuidhinisha sheria imepitisha mswada wa kusitisha ushirikiano na shirika la kimataifa la nishati la atomic IAEA siku ya Alhamisi Juni 26, ikieleza kuwa sababu ni mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israel. Wabunge walipiga kura ya kuunga mkono mswada huo siku moja baada ya usitishaji mapigano kumalizika na kumaliza vita vya siku 12 ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambapo Israel na Marekani zilishambulia maeneo ya nyuklia ya Iran. Akizungumza na kituo cha televisheni ya serikali ya Iran IRNA,
Msemaji wa chombo hicho kinachofahamika kama Baraza la Katiba, Taha Nazif, amesema mswada huo ambao sasa utawasilishwa kwa Rais Masoud Pezeshkian kwa idhini ya mwisho utairuhusu Iran kufaidika na haki zote zinazoainishwa chini ya mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia NPT, hasa baada ya urutubishaji wa urani. Tangu kuanza kwa vita mnamo tarehe 13 Ijumaa mwezi huu wa Juni, maafisa wa Irani wameikosoa vikali IAEA kwa kushindwa kulaani mashambulizi hayo. Aidha, Iran imekosoa azimio lililopitishwa na shirika hilo ambalo lilishutumu Irani kwa kutotimiza majukumu yake ya nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, amepinga hatua ya Irani iliyo mshirika mkuu wa Moscow wa kusitisha ushirikiano na shirika hilo. Awali, waziri wa ulinzi wa Marekani, Peter Hegseth, amekanusha taarifa za kiintelijensia kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran yalirudisha nyuma mpango huo kwa miezi mitatu pekee na hayakuharibu kabisa. Sasa tuelekee katika ukanda wa Gaza. Taarifa zilizotolewa jana siku ya Alhamisi Juni 26 zimesema kuwa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina, Hamas, imeapa kuendelea kuwashambulia wanajeshi wa utawala wa Kizayuni baada ya shambulizi la kuvizia lililotekelezwa na wanamukawama wa harakati hiyo na kuangamiza wanajeshi 7 kusini mwa ukanda wa Gaza. Katika tukio jingine, wanajeshi kadhaa wa Israel waliuliwa na wengine kujeruhiwa baada ya wanamgambo wa tawi la Hamas la Al-Qassam Brigade kuwavamia kwenye jengo moja huko kusini mwa Gaza. Matukio hayo mawili bado haijawa wazi ikiwa yanahusiana, ingawa ripoti ya shirika la habari la AP, Associated Press, zinaonyesha wanajeshi 7 waliouliwa Khan Yunis ni kutokana na mlipuko uliosababishwa na bomu la kutegwa kwenye gari lao la kijeshi, kwa mujibu wa maafisa wa Israel. Tukio hilo limeripotiwa kufanyika wiki iliyopita, ikitajwa kuwa shambulio baya zaidi dhidi ya wanajeshi wa Israel ndani ya Gaza. Huko Khan Yunis, mwanajeshi mmoja wa Israel alijeruhiwa vibaya baada ya kupigwa kwa risasi. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameiita siku hiyo kuwa siku ngumu mno kwa Israel kufuatia mauaji hayo. Lakini pia akasema baadhi ya wanajeshi wa Israel waliuawa na wengine kujeruhiwa na kufiatuliwa makombora. Mashambulizi hayo yamekuja katika hali ya matukio ya kuendelea kuuliwa kwa Palestina ndani ya Gaza, ambapo hadi sasa idadi ya waliouliwa imefikia zaidi ya Wafalestina 56,000 kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza. Zaidi ya wanajeshi 860 wa Israel tayari wameuliwa na Waisraeli 251 kutekwa na Hamas tangu vita vilipoanza mnamo Oktoba 7, 2023. Taarifa hiyo imetolewa na Abu Ubaida, msemaji wa brigade ya Izzuddin al-Qassam, tawi la kijeshi la Hamas. Abu Ubaida amesema, Mungu akipenda, mazishi ya kuangamizwa askari wa adui vitakuwa jambo la kawaida kwa kuzingatia kuwa utawala ghasibu wa Israeli unaendeleza vita vyake vya jinai dhidi ya watu wetu. Jeshi la Israeli kwa upande wake limesema kuwa wanajeshi wa utawala huo waliuawa katika mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza Jumanne wiki iliyopita baada ya gari la jeshi walilokuwa wamepanda kulipuliwa na wapiganaji wa Hamas. Abu Ubaida ameitaja operesheni hiyo iliyoangamiza wanajeshi 7 wa Kizayuni kuwa ni hatua ya aina yake na ya kijasiri. Jeshi la Israeli limekiri kuwa hadi sasa wanajeshi wake 779 wameuliwa tangu utawala huo uanzishe vita vya mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa ukanda wa Gaza Oktoba 2023. Halikadhalika, mnamo siku ya Jumatano Juni 25, akiwalilia wanajeshi vamizi katika ardhi tukufu ya Palestina, Waziri Mkuu wa Israeli Nduri Benjamin Netanyahu ameandika kwenye mtandao wake wa X akisema, ni masikitiko makubwa kwa watu wa Israeli baada ya kuuawa wanajeshi hao waliowaita mashujaa walioangamia katika vita vya kumdhibiti adui Hamas na juhudi za kuachiwa mateka wanaoshikiliwa na kundi hilo kusini mwa Gaza, aliandika Netanyahu. Taarifa hiyo imetolewa siku moja baada ya duru za hospitali ya Gaza kusema kuwa wanajeshi wa Israeli waliwafyatulia risasi wa Palestina waliokuwa wakisubiri kupokea misaada kusini mwa Gaza mnamo siku ya Jumanne na kusababisha mauaji ya Wafalestina 44. Wafalestina wasiopungua 20 pia wameuawa wakati wakisubiri misaada ya ukanda wa Gaza siku ya Jumatano. Afisa mmoja wa Palestina amesema wanajeshi wa Israeli walimpiga risasi na kumuua mwanamke wa miaka 66 huko Jerusalem Mashariki.
Hizi ndizo taarifa tulizozikusanya na zilizokuwa muhimu. Miongoni mwa taarifa iliyo muhimu zaidi katika hizo ni kwamba Israel imepata msiba, ambapo wanajeshi vamizi kutoka Israel wanaoingia katika ukanda wa Gaza kwa nia ya kuendeleza mauaji ya kimbari dhidi ya Falastini, ambao ni makamando 7 waliuliwa kwa mkupuo na wapiganaji wa Falastini, huku msemaji wa Izzuddin al-Qassam, kitengo cha jeshi la Hamas, Abu Ubaida, akisisitiza kuwa mauaji ya namna kama hiyo yataendelea katika kipindi chote ambacho Israel itaendeleza mauaji yake katika ukanda wa Gaza. Halikadhalika, kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ametoa msimamo wa serikali ya Iran kwamba itaendelea kuwa imara kisiasa na kadhalika kijeshi, na haitosita wakati wowote ule kujibu mashambulio ya adui, iwe ni kutoka Israel ama kutoka kwa Marekani, kwani kwa vyote vile Iran inao uwezo wa kuvifikia vituo vya kijeshi vyote vya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Hii ndio hali ambayo inaendelea huko Falastini na inayoendelea baina ya Iran peke yake na Marekani ikishirikiana na Israel kuendesha uadui dhidi ya Iran. Hapo awali, Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran yalifanya miradi hiyo kuteketea kabisa, akipingana na shirika la ujasusi la Marekani linalosema kuwa miradi ya nyuklia ya Iran imeathiriwa kidogo na inaweza ikasimama kwa muda wa miezi 3 kabla ya kuanza tena kufanya kazi, hatua ambayo imezaa mtafaruku miongoni mwa serikali ya Marekani na wafanyakazi wa vitengo vya ujasusi. Katika hali kama hiyo, msimamo wa Iran au kauli ya Iran ndio itakayokuwa yenye nguvu, kwani Iran imesema katika kituo cha Fordo hakukuwepo na vitu vyovyote ambavyo vingeshukiwa kuwa vimengeharibika na vikasababisha mradi huo kusimama, kwani urani iliyorutubishwa haikuwepo katika eneo hilo, wala hakuna mfanyakazi yoyote wa Iran aliyeuliwa katika shambulio hilo, kwani kabla ya hapo Iran ilikuwa tayari imekwisha ondoa kila kilicho muhimu katika eneo hilo. Kwa hiyo hakuna chochote kilichoweza kufanyika na kufanya uharibifu katika uendelezaji wa teknolojia hiyo. Kwa hiyo Iran imesisitiza baada ya hapo kwamba mradi wa nyuklia bado upo na utaendelea kuwepo. Siku 2 zilizopita tulitoa tathmini ya vinu vya nyuklia au miradi ya nyuklia ilivyosambaa ndani ya Iran, kwa kiasi kwamba hakuna mradi wowote ambao ni kamilifu, kwani miradi ile ni mingi na imetapakaa nchi nzima. Kwa hiyo unapokuwa umepiga kituo kimoja kwa 100% ukakiteketeza, haina maana kwamba umeondoa ama umevunja mradi kamili, bali vituo vya namna kama hiyo ni vingi, vimetapakaa kwa nchi nzima. Kwa hiyo ndio hali halisi ya uhasama wa Marekani dhidi ya Iran, na vile vile Marekani ndio hasimu na adui mkubwa zaidi kuliko wote duniani kwa Falastini na ardhi yao. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu katika dua zetu ajalie amani na usalama kote duniani, na hasa kwa Falastini lakini na Iran pia. Mwenyezi Mungu adumishe hali ya amani na mshikamano katika nchi yetu, na mahali popote pale ambapo umwagaji damu umekuwa ni jambo la kawaida, hakuna maendeleo yoyote yanayoweza kupatikana katika taifa ambalo hakuna amani ndani yake. Kwa hiyo tusisahau kusoma suratul Fil na suratul Lahab, Tabbat Yada kila wakati wa swala zetu, wakati wa ibada zetu za usiku, kumwomba Mwenyezi Mungu awavunje nguvu na kuwapelekea jeshi lake ambalo lina nguvu zaidi, kuwatenza nguvu wote wale ambao wanadhamiria kuliteka na kulipoteza taifa la Falastini. Mwenyezi Mungu awape ya kuwashughulisha ili wa Falastini wapate haki yao, wapate uhuru wao, na wapate namna ya kujiamulia mambo yao wenyewe. Lakini kubwa zaidi ni Waislamu duniani kote kupata uhuru wa kuweza kutembelea katika Masjidul Aqsa, ambayo hivi sasa imeshikiliwa na Mazayuni, wakiingia ndani yake na najisi zao, wakiunajisi msikiti mtukufu kwa ajili ya kuzuia kuendelea kwa Uislamu na kwa ajili ya kudhamiria kuvunja msikiti huo. Bila shaka kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu watavunjika wao, kwa sababu ile ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, na vita hivi hawapigani na mtu bali wanapigana na Mwenyezi Mungu. Kama ni temple lile, basi Mwenyezi Mungu ataamua. Kama ni msikiti, Mwenyezi Mungu ndio muamuzi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.